tumekusanyika mahali palipowekwa jina lako Baba wa rehema, tukiwa tayari kusikia kutoka kwako Baba kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 19, 20 na 21. Neema yako izidi kuwa pamoja nasi, mapenzi yako Baba ikitamalaki katika nafsi, roho na mwili wa watakatifu wako, neno lako likiwaponya, likiwakata majeraha yote, likitibua Baba vyote vilivyojificha ndani yao, na Baba kila kinachodhihirika Baba kipate kung'olewa. Neno lako liguse taifa letu Baba, imoe mabaya yote, ila za adui shetani ya Baba lindwa na mataifa yote, injili yako ipate kupenya kwenda katika mataifa yote, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Bila shaka watakatifu wa Bwana, tuko katika hitimisho ya kitabu cha Waamuzi. Tulianza jana sura ya 17 mpaka sura ya 18. Tulipitia sura ya 2, leo tutapitia sura ya 3 kwa sababu kuanzia sura ya 17 mpaka sura ya 21 ni hitimisho, prologue. Kwa sababu gani? Waamuzi iliishia kwenye sura ya 10 na ngapi? Sura ya 16, katika muamuzi wa mwisho aliyekuwa ni Samsoni mwana wa nani? Mwana wa Manoa. Sasa hebu tuende, jana tuliona mmomonyoko wa maadili kwa kila mtu, kwa mtu binafsi, lakini pia tukaona kwa kabila. Hebu tuende tuone itakuwaje sasa. Taifa lote linainuka juu ya kabila moja, lakini kinachofanya watu hao wafarakane na wapate kuuana wao kwa wao ni nini? Ni ile maadili iliharibika. Nini? Mabaya yanayofanywa na watu wanayekaa kwenye kabila moja inaleta uhasama, inayefanya hata kabila hilo kutishiwa kufutika kwenye nini? Kwenye yale makabila 12. Nisipoteze nafasi, hebu twende kwenye sura ya 17 kwa jina la Yesu. Sura ya 19 sio 17. Mlawi na suria wake. Mlawi na suria wake nimeigawa kwenye dondoo kuu 4. Dondoo ya kwanza ni suria na Mlawi. Dondoo ya pili suria na Mlawi ni mstari wa kwanza mpaka wa 9, na dondoo ya pili ni Gibea mstari wa 10 mpaka 21, alafu kutendwa vibaya suria wa yule Mlawi mstari wa 22 mpaka 28, na dondoo ya 4 ni kulipa kisasi mstari wa 29 mpaka 30. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19. Mambo ya Walawi. Waamuzi sura ya 19. Nimeshangaa maana Mambo ya Walawi uliruka muda mrefu kweli. Nasoma kama ilivyoandikwa. Ikawa katika siku hizo, hapo kulipokuwa hapana mfalme katika Israeli, alikuwa hapo Mlawi mmoja aliyekuwa akikaa hali ya ugeni upande wa mbele wa nchi ya vilima ya Efraimu, aliyejitwalia suria katika Bethlehemu Yuda. Kisha huyo suria yake akaandama ukahaba kinyume chake, kumwacha akaandama kahaba kinyume chake. Na maana huyu suria wake alikuta huyu bwana na mabaya, alafu kinachofanyika huyu suria wake akaondoka. Ina maana ukisoma Biblia ingine inasema kwa akaondoka akarudi kwao, ina maana akafarakanika na huyu mme wake. Lakini sasa kwa nini anaitwa suria? Kwa nini siitwe mke wake? Kama unavyojua suria alikuwa ni mwanamke aliyeolewa baada ya mke halisi ama halali wa mtu, na alikuwa anaolewa kihalali kama nitakavyokuonyesha baadaye, lakini alikuwa anapewa nafasi ndogo sana ukimlinganisha na mke halisi. Umeona sasa? So ina maana huyu Mlawi alikuwa na mke wake halisi, lakini pia alikuwa na suria. Lakini Mlawi, sema Mlawi. Mlawi. Sema Mlawi. Mlawi. Hebu tuende, wewe ni kwani sasa, sijui wewe kwani itakuwaje. Twende kwanza tuone. Kumwacha kwenda nyumbani kwa baba yake huko Bethlehemu Yuda, akakaa huko muda wa miezi 4. Kisha mmewe akainuka akamfuata aseme naye kwa upendo ili apate kumrudisha tena. Naye alikuwa na mtumishi wake pamoja naye na punda wawili. Huyo mwanamke akamkaribisha katika nyumba ya baba yake, naye baba yake alipomwona akafurahi kuonana naye. Kisha mkwewe baba yake huyo mwanamke akamzuia, akakaa naye siku 3. Umeona, huyu bwana
huyu Mlawi alipotoka kule kwao kwenye milima ya Efraimu akavuka, maana milima ya Efraimu ilikuwa ni katikati ya Kanani, lakini sasa kule katika Bethlehem ya nini kule ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni upande wa kusini. Umeona, ni kusini wa Kanani iliyokuwa ni sehemu ya nani? Sehemu la Yuda. Umeona, kusini ilikuwa ni sehemu ya Wayuda, lakini katikati ilikuwa ni sehemu ya wa Efraimu na Manase, kwa mujibu wa jinsi tulivyoona inavyogawanywa kutokana na kura ya Bwana katika kitabu cha Yoshua sura ya 13 ilivyoanzwa habari za ugawaji mpaka sura ya 21. Hebu twende. Basi wakala na kunywa na kulala huko. Kisha ilikuwa siku ya 4, wakaamka asubuhi na mapema, naye akaondoka ili aende zake. Baba yake huyo mwanamke akamwambia mkwewe, tuza moyo wako, ule chakula kidogo, kisha baadaye mtakwenda zenu. Basi wakaketi wakala na kunywa wote wawili pamoja. Kisha baba yake mwanamke akamwambia huyo mtu, uwe radhi tafadhali ukae usiku kucha, na moyo wako na ufurahi. Yule mtu akainuka ili aondoke, lakini mkwewe akamsihi, naye akalala huko tena. Basi akaamka asubuhi na mapema siku ya 5 ili aende zake. Na baba yake mwanamke akasema, tuza moyo wako tafadhali ukae hata jua lipinduke. Nao wakala chakula wote wawili. Kisha hapo mtu huyo alipoinuka ili aende zake, yeye na suria wake na mtumishi wake, huyo mkwewe baba yake mwanamke akamwambia, tazama mchana wakaribia jioni, tafadhali kaa usiku kucha, tazama mchana wakaribia mwisho wake, lala hapa ili moyo wako ufurahi, hata kesho uende zako asubuhi na mapema, ili upate kwenda kwenu. Lakini huyo mtu hakukubali kukaa usiku huo, ila akainuka akaenda zake akafika mkabala wa Yebusi. Unaona sasa, huyo mtu tayari, maana alimfuata mke wake, sio mke wake, msuria wake, ambao suria ilikuwa ni lugha ya mke baada ya mke halisi wa mtu. So walipokosana, bila shaka mke wake huyo ambayo sio mke halisi akaenda kwa akakaa miezi 4 amemfuata. Lakini umeona jinsi anapopokelewa na yule baba mkwe. Baba mkwe alitaka bado aendelee kukaa, lakini umeona sasa jinsi ambao inaonyesha watu walipokuwa wakarimu katika kipindi hicho. Anakula, anatakiwa ale afurahi, lakini sasa anaamua siku ya 5 ya kuwa aondoke sasa. Lakini aondoka sasa si asubuhi. Anaondoka wakati gani? Anaondoka jioni na karibia sasa, lakini kumbuka ya kuwa anakwenda, lakini anajua ya kuwa usiku utamkuta njiani, naye atafikia mahali na kulala hapo. Hebu twende tuone safari ya huyu Mlawi pamoja na suria wake. Nao walikuwa pamoja naye punda wawili waliotandikwa, suria yake naye alikuwa pamoja naye. Basi hapo walipokuwa karibu na Yebusi, mchana ulikuwa umeendelea mno. Yule mtumishi akamwambia bwana wake, ukisikia maana imeandikwa mchana umeendelea mno, unajua kabisa ni jioni, maana mchana ukiendelea sana ina maana jioni imefanya nini? Umefika. So bila shaka ina maana walipofika, ukiona pia mahali imeandikwa Yebusi, ina maana Yerusalemu ilikuwa inaitwa Yebusi. Ndio maana Wayebusi walikuwa nakaa Yerusalemu, na katika ule utekaji wa Benjamini na wa Yuda walishindwa wafanya nini? Kuwaondoa wale Wayebusi katika Yerusalemu. Ndio maana wakabaki hao Wayebusi, na hatimaye ni Daudi ndio aliyekuja kuichukua huo mji wa Yerusalemu kutoka kwa Yebusi na kuifanya kuwa ni makao yake makuu. Lakini alitoa ofa, jinsi Caleb alipotoa ofa ya kuwa atakayeteka mji fulani atampa binti yake, lakini yeye alisema ya kuwa kwa wale vijana wapiganaji, alisema atakaye kwenda na kuteka Yebusi ama Yerusalemu ndiye atakaye kuwa ni amiri jeshi wa kwake. Lakini sasa mtoto wa dada yake, mwana wa Seruya aliyeitwa Yoabu, akafanya hivyo, na bila shaka Daudi akafanya makao yake makuu kuwepo pale katika mji wa Yebusi,
ambayo ni Yerusalemu, lakini wakiwaangamiza na kuwaondoa Yebusi moja kwa moja. Lakini kumbuka, Wayebusi ni moja kati ya yale makabila ama taifa Mungu aliwaacha ili awajaribishe kizazi kipya kama wataendelea kumtumainia Bwana. So anapofika pale, yule Mlawi anashindwa kuingia pale kwa Yebusi, lakini laiti angeingia kwa Yebusi kuliko kwenda kuingia kule kwa Benjamini, maana yasingemkuta yale. Maana wa Benjamini ndio waliharibikiwa vibaya mno. Mabaradhuli ilikuwa hata bora Sodoma na Gomora kuliko pale mji wa Boa iliyekuwa ni mji mkuu wa Benjamini. Hebu twende. Kuna wakati mwingine unadharau mtu ambaye hajaokoka ama mlevi, lakini mtu huyo anaweza akakupa msaada kuliko yule ndugu yako mliyeokoka naye. Yule mliyekaa nayo ndani ndiye anayekung'ata na kupuliza, lakini ni bora mara 100 saa nyingine kuliko yule mlevi anaweza kukusaidia. Yule mtu asiyeokoka anaweza kusaidia. So umeona sasa, huyu Mlawi anadhani yakuwa anakwenda kwa ndugu zake pale kwa Benjamini, ndio anakwenda kumkuta na suria wake, lakini laiti angeingia kwenye mji wa Yebusi, yamkini angepata amani. Lakini hebu tuone haya. Tafadhali tugeuke kando na kuingia mji huu wa Yebusi, tulale humu. Huo ni mjakazi wake anamwambia, lakini bora laiti angemsikia huyo mjakazi wake wakaingia kwenye mji wa Yebusi. Ingekuwa bora kuliko kuingia kwenye mji wa Benjamini, maana mmomonyoko wa maadili ilishakuwa ulishakuwa mbaya kabisa, maana kila mtu alitenda kama anavyopenda yeye. Umeona kama sasa hivi kila mtu anapanda kufanya anavyotaka, lakini watakatifu wa Bwana, usifanye unavyotaka. Fanya Mungu anavyosema na anapofanya anavyotaka. Uongozwe na neno la Mungu ili uishi maisha matakatifu. Twende kwa jina la Yesu. Bwana wake akamwambia, hatutageuka sisi kuingia mji wa wageni ambao si wana wa Israeli, lakini alitumainia kuwa katika wana wa Israeli angepata msaada. Lakini cha ajabu, anapoingia kwenye mji hakuna naye kwenda kumlaki. Yamkini walijua kwa Bwana, ukimkaribisha yule bwana umejikaribishia matatizo, wale mabaradhuli watakuvamia. Ndio maana alipokelewa na mzee ambao pia alikuwa anatoka kule alikokuwa anatoka kwenye milima ya Waefraimu. Umeona sasa, amekaa pale muda mrefu mpaka sasa kaamua anataka kulala pale kwenye sehemu tambarare, lakini ndani ya mji. Lakini mimi nasema kabisa, watakatifu wa Bwana, jirani yako ni nani? Umejua sisi tuliokoka, Yesu alitoa maana ya ujirani na jirani. Alipotoa nini? Alipotoa ile mfano wa Msamaria. Nani? Msamaria mwema. Umejua Yesu alimfanya adui wa Mwisraeli kuwa ndio nani? Kuwa ndio jirani yake. Maana mtu asiyeweza kukusaidia hata kama anakaa pembeni mwako, huyo ni jirani? Huyo sio jirani. Ndio maana akatoa ile mfano wa mtu mmoja alikuwa anatoka Yeriko akienda Yerusalemu, naye akavamiwa njiani na akaachwa nusu amekufa. Lakini aliyepita wa kwanza alikuwa ni Mwisraeli mwenzake, lakini kwani akapita akasema, nakwenda hekaluni Bwana, nitadazisha nikigusa mtu aliyekufa na kula kona kule. Akaondoka zake, anamwacha. Akaja wa pili, ni msaidizi wa yule kuhani Mlawi, akaja akasema, nakwenda hekaluni Bwana. Yesu akala boda. Alafu akaja Msamaria mwema, Msamaria ambao Wayahudi walikuwa na waona kama maadui zao. Huyu adui ndiyo aliyemwonea huruma, akachukua divai, akachukua mafuta, akatia kwenye vidonda, akampandisha punda, akampeleka kwenye chumba cha wageni. Hospitali ilikuwepo kwenye chumba cha wageni. Ndio maana Mariam angejifungua kwenye chumba cha wageni, angejifungua kwa wapi? Hospitalini. Huduma ya hospitali ilikuwa wapi? Kwenye chumba cha wageni. Na yule bwana akalipa. Ndio maana Yesu akasema kuwa jirani wa yule mtu alikuwa ni yule aliyemuonea huruma. Ndio maana anayekaa pembeni mwako yawezekana sio jirani yako. Yawezekana anayekaa pembeni mwake wewe sio jirani yake, maana huwezi kumsaidia, huwezi kumjulia hali, huwezi hata kumtembelea. Eti mpaka apate afya ndio sasa uongoze kumpeleka kanisani. Mbona ukimuongoza akiwa mzima? Mpaka awe kwenye jeneza ndio sasa mbebe jeneza mpeleka kanisani ama msikitini? Tuwe pesa la kuongoza watu kwenda kwenye nyumba za sala. Tunakuwa wepesi sana wanapokutangulia mbele ya haki kuwaweka kwenye majeneza na kuwatanguliza kwenda nyumba za ibada. Lakini walipokuwa wazima
Tuliwaambia twende kwenye nyumba za ibada? Tuliwaambia? Hukwenda kumtembelea, amekufa sasa, unakesha kwenye msiba yake usiku kucha. Hukuwahi kumtembelea ukae naye hata lisali moja. Ni sahihi? Hukumpa hata hela tu ya kula, hata ya kujitibu, lakini anakufa sasa. Unaongoza kwenye mchango, unataka uchange zaidi. Watakatifu wa Bwana, tuwe na huruma, tuwe na huruma. Mtoto huyu alivyokuwa mzima, hata chakula yenyewe hukujua kama mtoto huyu anakula. Saa nyingine walikuwa nakosa. Wewe jirani, wewe sio jirani, wewe ni adui. Tutoke kuwa maadui, tuwe majirani. Jirani ni mtu anayemuonea mtu huruma, mtu anayemsaidia mtu. Hiyo ni kwa mujibu wa Injili ya kweli inavyosema. Ndio maana mimi nashangaa watu sana, hawao karibu na wewe, lakini wewe tangulia mbele haki uone. Walikuwa wezi kupa tu hela ya chakula, wananunua vitu vya gharama nini. Kumbe tunapenda watu waliyekufa. Usisubiri nife ndio nisaidie nikiwa hai Saganda. Usisubiri nimeshakufa ndio uanze kunipa sifa za kujinga. Sifa wakati ambao hata siwezi kusikia hizo sifa. Nipe sifa kama nikiwa hai, ili jina la Bwana lifanye nini? Hebu twende kwa jina la Yesu. Lakini tutapita mpaka Gibea. Kisha akamwambia mtumishi wake, haya, tuifikirie miji hii mojawapo, nasi tutalala mbele. Jua likawachwea walipokuwa karibu na Gibea, ambao ni mji wa Benjamini. Wakageuka huko apate kuingia na kulala katika Gibea. Akaingia ndani, akaketi katika njia kuu ya mji, kwa kuwa hapakuwa na mtu awaye yote aliyewakaribisha nyumbani kwake. Kwa nini wasikaribishwe wakati amesema Waisraeli wenzao? Ndio maana nasema hivyo, watakatifu wa Bwana. Yawezekana wa ukoo wako asikusaidie, yawezekana wa kabila lako asikusaidie, yawezekana wa mkoa wako kukusaidia, lakini yawezekana wa mkoa mwingine akakusaidia, yawezekana mtu ambao sio kabila lako akukusaidia. Nasema hivyo, watakatifu wa Bwana, tuwe na mtazamo tofauti juu ya jirani wa mtu. Umeona Yesu alitoa definition ya jirani wa mtu, lakini watu wengi haijui. Iweje wale Wayahudi wakumsaidia yule bwana aliyevamiwa akiwa njiani? Iweje asaidiwe na maadui zao? Ndio maana nasema watakatifu wa Bwana, umejua kuna vitu ambao ukivielewa itakulazimu kuishi maisha matakatifu. Usiishi maisha sio kwa matakatifu. Hebu twende. Kisha tazama, akatokea mtu mume mzee, akatoka kazini kwake shambani wakati wa jioni. Huyo alikuwa na ile nchi ya vilima ya Efraimu. Huyo naye alikuwa ni sawa sana huyu Mlawi naye toka kule milima Efraimu, lakini huyu mzee naye alikuwa ni mtu baki tu, yani aliyekaa pale, lakini pale haikuwa kwao. Hebu tuone. Naye alikuwa anakaa katika Gibea hali ya ugeni, lakini wenyeji wa mahali hapo walikuwa wa Benjamini. Naye alipovua macho yake akamwona huyo mtu msafiri. Alipovua macho yake, umeona tafsiri jinsi wakati mwingine inapoleta maana tofauti, lakini ukisoma kwa lugha ya Kiebrania iliandikwa Biblia mara ya kwanza, alivyoinua macho yake akamwona. Umeona sasa? Lakini ndio maana ukisoma Biblia ya Kiswahili tu saa nyingine unahitaji usome Biblia ya Kiingereza, au ukiwa na Biblia ya kilugha naye usome. Umeona sasa? Ukisoma unajua maana. Umeona sasa? Anavuaje macho yake? Anavuaje macho yake? Ina maana kumbe alivaa macho mengine ndiye akavua, lakini aliyetafsiri hapo alitakiwa ya kuwa atumie neno mbadala. Ndio maana maneno mengine kwenye Biblia nakuta imebaki kwenye asili ya neno la Kiebrania, maana hapakuwa na neno sahihi ya kuweza kufanya nini, ya kuitafsiri. Amina, mtakatifu wa Bwana. Amen. Ukipata Biblia ya kilugha ya mama imetafsiriwa vizuri mno mno. Ukipata Biblia ya Kihehe, kama unaweza kuelewa Kihehe, utakuta hapo imetafsiriwa vizuri kabisa. Kiswahili inakosa maneno mengi sana kwenye tafsiri. Ndio maana unaposoma Kiswahili kuna maneno kama grace and what, rehema na neema. Unaona, unaweza kuta maana yake saa nyingine inafanana, si ndio?
wakati mwingine Kiswahili inakosa maneno mengi. Hebu twende. Akamwona huyo mtu msafiri katika njia kuu ya mji, naye yule mzee akamuuliza, waenda wapi wewe? Naye watoka wapi? Akamwambia, sisi twapita hapa kutoka Betlehemu Yuda, twaenda huko upande wa mbali wa nchi ya vilima ya Efraimu, ndiko nilikotoka, nami nalikwenda Betlehemu Yuda, nami sasa naiendea nyumba ya Bwana, wala hapana mtu anikaribishaye nyumbani mwake. Umeona sasa, watakatifu wa Bwana, tayari yule mzee pamoja na wamekutana, lakini wanatoka sehemu moja. Wote walikuwa ni wa eneo la nini? Eneo la milima ya Efraimu, si ndio? Lakini sasa huyu mzee anataka kufanya ukarimu. Ilikuwa ni desturi kwenye agano hilo la kale watu kukaribishana, maana ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania inasema ya kuwa wengine walikaribisha nani? Wengine waliwakaribisha malaika. Umeona sana. Na kumbuka kipindi hicho usafiri ilikuwaje? Magari ya kuwepo, walikuwa wanatembea watu. Ukifika mahali basi unakaribishwa, unalala. Na hivyo ndivyo walivyoongoza nini? Walikuwa naongeza yani urafiki, maana na hawa waliokukaribisha, ipo siku na wao wanakwenda mahali, wanapitia kwako, unawakaribisha. Umeona sasa, ndivyo watu walivyojenga uhusiano wa karibu. Na hata sasa hivi, je, wewe ni mkarimu? Ama wewe chakula chako akioni jua? Kuna watu wengine ugali wake ama wali wake huoni jua, anaweza kuficha chini ya uvungu. Sasa ukifika chini ya uvungu, vumbi sitaenda kwenye chakula wewe. Kuna watu ambao chakula chake akioni jua, watakatifu wa Bwana. Ukarimu wetu uwepo, karibisha watu. Umejua Ukristo umejengwa kwenye upendo. Ni upendo wa aina gani? Umeona umeona zile amri zote, palikuwepo na sheria 10, si ndio? Lakini palikuwa kwa jumla palikuwa na sheria 623. Zilikuwepo sheria tofauti kwenye Torati, lakini hizo sheria zote zilikuja zikafanyika kuwa sheria moja ama amri moja. Yesu akasema, na waachia amri iliye kuu, naye ni nini? Ni upendo. Pendaneni, mkipendana nanyi mtakuwa nani? Mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Sema, mkipendana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Je, mnapendana? Je, tunapendana? Ni upendo wa aina gani? Which type of love? Ni upendo unayependa adui wako na kumwombea mema anayekuudhi. Kuna upendo ambayo unapenda anayekupenda, unapenda anayekujali, unapenda aliyo na ukaribu na wewe, lakini naongelea upendo wa kupenda adui wako. Ndiyo maana watakatifu wa Bwana, kanisa la agizo kuu ni tofauti na makanisa mengine yote, kwa sababu hakuna kanisa ambao watu wanaweza kafunga na kuomba kwa ajili ya maadui zao. We have been fasting just for our enemies, not praying against them. We have not been praying against anybody. If you are praying against anybody, then this is not the right place for you. You better look for another place. Sisi ni watoto wa Injili, na Injili imejengwa kwenye upendo. Sema upendo. Upendo. Wewe ni upendo? Wewe ni upendo? Imeandikwa Mungu ni nani? Apenda nyau, apenda mbwa, apenda ndege. Unampenda nani wewe? Unampenda nani? Watakatifu wa Bwana, wacha nikuambie upendo ikoje. Unaona zile amri 10 zilikuwa hivi, ziligawa mara mbili. Amri ya kwanza mpaka ya 3 ilikuwa ni inamhusu mwanadamu na Mungu, lakini kuanzia amri ya 4 mpaka 10 ilikuwa inamhusu mwanadamu na mwanadamu. Ndio maana usiue, usiibe, usitamani mali ya nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako. Umeona sasa? Usimsingizie mwingine. Lakini umeona haya ilikuwa ni mwanadamu na mwanadamu, lakini zile 3 za kwanza ilikuwa ni Mungu na mwanadamu. Ndio maana ukimpenda Mungu utalitii neno lake. Ukimpenda Mungu utatembea katika mapenzi yake. Ukimpenda Mungu, wacha nikwambia kuwa huwezi ukaenda kinyume na mapenzi ya Mungu.
Lakini pia ukimpenda mwanadamu huwezi kutamani mke wake mume wake. Ukimpenda mwanadamu huwezi kumsingizia. Ukimpenda mwanadamu huwezi kutamani nyumba yake. Ndiyo maana watakatifu wa Bwana yote Yesu akayafanya kuwa moja. Nini? Upendo. Sema upendo. Upendo. Kuanzia leo Mimi nitakuwa pendo. Nitapenda wote. Watakatifu wa Bwana tubadilike. Injili imejengwa kwenye upendo. Wokovu imejengwa kwenye upendo. Ni pendo la namna gani? Hata mtu atoe uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine, na Mungu akaupenda ulimwengu hata akautoa mwanae wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee, bali afikie nini? Toba ya kweli. Je, na unapenda wabaya wako? Niona anayesema na wapendaje? Wewe una uhakika? Wewe una uhakika unapenda adui wako? Wewe una uhakika? Mbona bado moyo wako unakereketwa? Una uhakika Mwenjekolo unawapenda kutoka ndani ya kilindi cha moyo wako? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ukiwapenda maadui zako unakuwa umefanya nini? Imeandikwa hivi, anayelipa mabaya kwa mabaya, mabaya hayaondoki nyumbani mwake. Sema anayelipa mabaya kwa mabaya, mabaya hayaondoki nyumbani mwake. Hebu nikuulize, kumbe njia ya kushinda mabaya ni kulipa mabaya kwa mema. Ndio maana nasema hivyo, watakatifu wa Bwana. Kuna wakati mwingine ukinisikia nikiomba unaweza ukashangaa, unaweza ukasema jamaa amechanganyikiwa nini? Jamaa amedata nini? Maana mimi sioni ajabu kumaliza maombi yangu nikimwombea adui wangu, lakini naomba mema. Nikiomba vizuri hata mchana nalala, aliyetaka kuja kuniloga nalala. Nikiomba vizuri hata wewe mwenyewe huwezi kutaja jina langu kwa mabaya. Mimi nataka wewe sema Baba, niko mbele zako. Lakini Bwana, uishi milele. Tazama wale wote wachawi, mtakatifu wa Bwana, wanataka kutumikishwa Baba, maana ni watumwa wa shetani. Hawa watu hao kwenye gereza ya shetani. Baba, leo uwatoe kwenye gereza ya shetani. Leo shetani asiweze kuwagusa. Leo shetani asiweze kuwatumikisha. Baba muweza wa yote, tangu sasa pale alipokaa aanze kupata usingizi kwa jina la Yesu. Maana Baba wa rehema, umempa chakula, amekula, ameshiba, hajalala. Amehukumiwa, amelala. Akiamka si asubuhi. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Kumbe una silaha wewe. Una silaha wewe. Kwanza umepiga magoti, umeonyesha nini? Moja kati ya nini? Heshima kwa Mungu. Mkao unaleta taswira ya mtu kama anamheshimu Mungu. Lakini wewe unaomba, huwezi kuomba kinyume na mchana umepiga magoti. Inakwenda. Lazima urukeruke juu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Lazima urukeruke. Huwezi kaombea mtu kinyume umepiga magoti matatu. Lazima uinuke juu. Usimame kama nani? Kama fande. Wewe, hayo ni mapokeo watu. Wale walioweka watu mateka kwa ajili ya mafundisho yao. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 7, ya kuwa mjihadharini na watu atakaowaweka mateka ya mafundisho yao. Kataa kwa jina la Yesu. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Walakini nyasi tunazo na chakula cha hawa punda zetu, mkate pia tunao na divai, kwa mimi na huyu kijakazi wako na huyu kijana aliye pamoja nasi mtumishi wako. Hapana uhitaji wa kitu chochote. Kisha huyo mzee, umeona jinsi ilivyokuwa zama hizo. Mgeni alikuwa mgeni, njoo wenyeji wafanye nini? Umeona huyu bwana anatafuta pa kulala tu, lakini amebeba mpaka nyasi ya punda kula. Amebeba chakula, anasema Bwana, tuko na kila kitu hapa.
Mwenyeji yeye wala hana hata gharama, anasema kama mtakuwa na mapungufu basi mimi nitajazilizia. Umeona sasa? Lakini wako kamili, watu walikuwa wanasafiri wamebeba chakula chao, maana haikuwa ni usafiri wa basi ama treni ama ndege ambao unaruka mara moja dakika chache ama sekunde chache ama masaa machache umefika. Ilikuwa ni wewe na mguu na mguu wako, ama umepanda, hata ukipanda punda, lakini kuna mtu anafanya nini? Anatembea chini. So walikuwa wanabeba vizuri. Na hata wewe watakatifu wa Bwana, sasa hivi umejua mgeni njoo, mwenyeji afanye nini? Atumia akiba yake aliyekuwa nayo. Ukienda ugenini, angalau beba chochote saganda. Amen. Uwe baraka kwa watu. Beba sukari. Ukienda vijijini, Bwana, mama yako alishakwambia kwa ukiwapa watu sukari ukiwapa watu sukari mapesa atakula. Watakatifu wa Bwana, wapa watu sukari, wapa watu pesa. Kama pesa yako huwa unaitolea fungu la 10, je, kuna naye anaweza kuloga? Kuna naye anaweza kuloga? Watu wa Mungu, acha nikwambie, uchawi ni ulimwengu wa kiroho. Mchawi kama anaweza kaingia kwenye nyumba, amefunga mlango, hawezi kuchukua fedha zako. Hawezi kuchukua. Weka fedha zako ziwe takatifu, asiweze kugusa. Twende kwa jina la Yesu. Kisha huyo mzee akasema, na iwe amani kwako, lakini haya yaliyokufikia na yawe juu yangu mimi, lakini usilale njiani. Basi akamtia ndani ya nyumba yake, akawapa punda chakula, nao wakaosha miguu, wakala na kunywa. Hapo walipokuwa wakifurahisha mioyo yao, tazama, watu wa mji huo, watu wa mabarazuli, wakaizingira hiyo nyumba pande zote, wakagonga mlango, wakasema na huyo mwenye nyumba, huyo mzee, watu wanaoitwa mabaradhuli Kiingereza ni worthless squandrel. Ni watu wasiyekuwa na maana. Ni kama wale tuliowaona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 19, wale wa Sodoma na Gomora waliowaambia Luti ya kuwa watoe wale wageni tuwajue. Ndio hao tayari. Ile habari za Sodoma na Gomora, ule mchezo mbaya tayari, kumbe ulikuwepo wapi? Kwenye mji wa Benjamini ambao ni Gibeon. Watakatifu wa Bwana, acha nikwambie, wanayekwenda kinyume na maumbile hawataona uso wa Bwana. Mimi napenda Biblia, maana Biblia imeandika neno kama inavyotakiwa. Ndio maana mimi ikifikia pa kuitaja nafanya nini? Nataja wala usione vibaya. Kwa sababu gani? Biblia imeandika mabaya jinsi inavyotakiwa kuwa. Ndio maana nasema hivi, watakatifu wa Bwana, mambo hayo ni mabaya. Narudia tena. Umejua kuna vitu ambavyo nisipoongea wanaweza wakasema, mchungaji, uoni haya? Hili swala la usagaji, watakatifu wa Bwana, si upo kati yenu. Hili swala la ufiraji, nasema tena, hata kama utaona vibaya, swala la ufiraji, swala la Usodoma na Ugomora, haya mambo yote yasiupo katikati, watakatifu wa Bwana. Wadada mpo, wa mama mpo kwenye ndoa zenu, kaa mbali na mambo haya. Hujui nani atakaye kuoa, lakini uwe na msimamo. Hayo ni mambo ambayo yanachafua hekalu la Yesu Kristo, ama hekalu la Roho Mtakatifu. Nasema hivi, Mungu aliyemuumba mwanamke kama mwanamke, yeye ni fundi wa mafundi, yeye ni mtaalamu wa wataalamu. Mungu aliyemuumba mume kama mume, na akasema mume atamuoa mke, alijua alichokifanya. Ndio maana nasema hivyo, watakatifu wa Bwana. Jambo hilo lilipingwa kwenye Agano la Kale, lakini sasa hivi jambo hilo limekuwa too much. Miji mingi jambo hilo lipo, lakini hata makanisani ongelewi. Mchungaji, tumia lugha nzuri. Hebu tumia lugha ambayo sio kali. Wewe, mimi nitumie lugha sio kali ili usielewe, ili uangukie dhambi wewe. Watakatifu wa Bwana, hakuna kitu kabaya kama ushoga. Inayo madhara mabaya sana. Nasema kwa sababu mimi naomba na watu wengi. I'm praying for so many people. So many people are coming for counseling and counseling badly. Some of them, you know them. I'm saying this. Let us stand for the truth. Because the truth is what will set us free. Tell each other the truth. You just tell me the truth. Even if I don't appreciate, God will appreciate. Mimi nisiposhukuru, Bwana atashukuru. Nimesema kwa sababu watakatifu wa Bwana, wakati wa ibada tunapofundisha huwa haitakiwi, hata vyuo vya Biblia vitaki watu watumie, wanaita ati lugha kali. Nasema hivyo, watakatifu wa Bwana.
Biblia inaita kijiko kijiko. Sehemu Daudi alitenda mabaya, Biblia imeandika. Ndio maana Biblia ni takatifu. Biblia itaficha mambo mabaya yaliyotendwa. Ndio maana Biblia ni takatifu. Lakini nasema hivi, hata sasa hivi hakuna kitu ina madhara mabaya sana kwenye mwili wa mwanamke kama jambo hilo ya kwenda kinyume na maumbile. Sio tu kwa mwanaume, hata kwa mwanamke jambo hilo ni hatari sana. Wadada wengi sana wako katika hali hatari mno kwa sababu ya mchezo huo mbaya. Nasema hivi, sio tu kimwili, athari zake kimwili, kiroho. Mtu huyo hawezi kuona uso wa Mungu Baba. Je, nione mtu anayesema yeye hataki kuona uso wa Mungu Baba? Ni kuone kwa mkono. Nione anayesema nataka nione uso wa Mungu Baba. Kaa mbali na Sodoma na Gomora. Kaa mbali na ushetani, utaona uso wa Bwana. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Mlete nje mtu yule aliyefika nyumbani mwako ili tupate kumjua. Naye mtu mwenye nyumba akawa, mnamjuaje wakati yeye mwanaume mwenzenu? Tayari mambo ya Sodoma na Gomora hii iko kwenye kabila la Israeli. Alafu wacha nikwambie, tuliona kwenye zile baraka za Benjamini ya kuwa yeye ataketi mabegani mwa Bwana. Umeona ya kuwa Wayuda wao walipata wapi? Wayuda walipata sehemu ya Yerusalemu, walipata Giboa, walipata na Yeriko. Ndio maana ile hekalu katika kile kiwanja cha Aruna kilikuwa katika eneo la Benjamini. Hekalu ile aliyejenga Suleimani ilikuwa katika eneo la nini? Ya Wabenjamini. Nani kawaloga wa Benjamini? Nani kaenda kinyume na Wabenjamini? Lakini wacha nikwambie, mshahara wa dhambi ni nini? Hiyo iko tangu Agano la Kale, ingawa imeandikwa kwenye Warumi 6:23. Lakini nakwambia hivi, Sodoma na Gomora walipotenda mambo hayo, iliangamiza kuangamizwa. Subiri uone kama hawa wa Benjamini hawaangamizwi. Ndio maana kaa mbali na dhambi. Dhambi mshahara wake ni mauti. The wages of sin is what? Death. Hebu twende tuone kama waliishia pabaya kama Sodoma na Gomora. Hii itakuwa fundisho kwetu ili tukae mbali na mabaya. Lakini umeona sasa, ndio ule momojoko wa maadili sasa inachukua nafasi yake kwenye sasa kabila. Lakini matokeo yake pale, mimi napenda sana Mungu kwenye Agano la Kale, maana Mungu alikuwa chelewi, alikuwa anapitisha hukumu yake pale pale. Agano Jipya Yesu aliondoa hukumu, ndio maana akasema usihukumu usije ukahukumiwa, usilaumu usije ukalaumiwa, usinyoshe kidole usije ukanyosha kidole. Lakini kumbuke ya kuwa Yesu aliyeondoa hukumu atakuja kuwa mhukumu wa kweli. Atakaa kwenye kiti cha enzi za hukumu, atakuhukumu. Ndio maana nasema hivi, ni Agano la Kale ambayo dhambi ilifikia wakati wa kuhukumu na Bwana akihukumu. Nani bado anaishi Agano la Kale? Ni yule ambaye bado anapitisha hukumu. Lakini wakati wa hukumu inakuja, Mungu anakupa nafasi ya pili, ya tatu na ya nne. Lakini kumbuka ya kuwa yawezekana umekufa kwenye dhambi. Ukufa kwenye dhambi, hukumu imeshakupata. Hebu twende kwa jina la Yesu. naye mtu yule mwenye nyumba akawatokea hapo nje na kuambia, la sivyo ndugu zangu, na wasi msifanye uovu jinsi hii, kwa kuwa mtu huyu ameingia ndani ya nyumba yangu. Msifanye upumbavu huu. Tazama, binti yangu yupo hapa, ni mwanamwali, na suria wake yupo, na suria wake huyo mtu. Nitawaleta hapa nje sasa, nanyi watwezeni na kuwatenda hayo mnayoyaona kuwa ni mema. Umeona sasa, kwenye Biblia ipo story pacha mbili ambayo watu waliamua kufanya nini? Kuhatarisha maisha ya mabinti zao waliyekuwa bado wako katika usichana wao, walikuwa hawajajua wanaume wa wazazi wao, wakihatarisha maisha yao. Umeona, huyo yuko tayari kutoa binti wake ambao hajamjua mwanamume. Lakini kwa nini Lutu aliingia katika wale wenye haki na Petro akamuita mtakatifu? Ni kwa sababu Lutu alikuwa tayari kutetea wale watu. Ina maana alikuwa kinyume na matendo ya Sodoma na nini na Gomora. Ndio maana alikuwa tayari kutoa mabinti zake ambao walikuwa wameposwa, lakini walikuwa hawajafanya nini, hawajajua wanaume. Lakini umeona sasa, anatayarisha mtoto wake. Wewe vipi? Je, ingekuwa wewe ungeweza kutayarisha maisha ya mtoto wako? Ungeweza kutayarisha maisha yako kwa ajili ya mtu mwingine?
Huo ndio upendo ambao Yesu alisema ni pendo la namna gani, hata mtu akatoa uhai wake kwa ajili ya kuokoa mtu mwingine. Hebu twende. Lakini mtu huyu msimtende jambo la pumbavu namna hii. Lakini hawa watu hawakukubali kumsikia. Basi mtu huyo akamshika suria wake na kumleta nje kwao, nao wakamjua na kumtenda uovu usiku kucha hata asubuhi. Kisha kulipoanza kupambazuka, wakamwacha aende zake. Ndipo huyo mwanamke akaja alfajiri, akaanguka chini mlangoni pa nyumba, na mtu yule alimokuwamo bwana wake hata kulipokucha. Bwana wake akaondoka asubuhi, akaifungua milango ya nyumba, akatoka nje ili aende zake, na tazama, huyo mwanamke suria wake alikuwa ameanguka pale mlangoni pa nyumba, na mikono yake ilikuwa pale kizingitini. Akamwambia, haya, ondoka, twende zetu. Lakini hakuna aliyemjibu. Ndipo akamwinua akamweka juu ya punda. Mtu huyo akaondoka akaenda mahali pake mwenyewe. Naye alipokwisha kuingia nyumbani mwake, akatoa kisu, kisha akamshika huyo suria wake, akampasua kiungo kwa kiungo vipande 12, akampeleka katika mipaka yote ya Israeli. Basi ikawa wote walioliona jambo hilo wakasema, jambo kama hili halijatendeka wala kuonekana tangu siku hiyo wana wa Israeli walipokwea kutoka katika nchi ya Misri hata leo. Haya alifikirini, fanyeni shauri mkaneni. Bila shaka umeona tayari kilichofuata ni nini? Kilichofuata, wale watu walivyotaka kumjua yule mgeni, iliishia yule suria wa yule Mlawi ndio akatolewa nje, lakini wakamtenda mabaya sana. Hatimaye asubuhi alikuwa amekufa. Umeona sasa, naye alichokifanya ni nini? Ni kumchukua huyo suria wake, akaondoka akaenda akamkata vipande 12 na akayatawanya katika urithi wa taifa la Israeli. So jambo hilo tayari, jambo hilo linafanya nini? Jambo hilo linawafanya Waisraeli wakusanyike pamoja ili wajadili jambo hilo. Maana kumbuka ya kuwa damu iliyemwagwa pasipokuwa na hatia bila shaka ungeunajisi Israeli yote. So waliogopa adhabu ya Mungu, ndio maana sasa wanakusanyika kwa ajili ya kutafuta cha kufanya. Lakini kumbuka ya kuwa yule Mlawi alijua kabisa kwa akifanya hivyo basi italipwa kisasi kwa wale mabaradhuli kule. Lakini kumbuka ya kuwa jambo hilo litakuwa tata kwa ajili ya kabila la Benjamin, kwa sababu acha nikwambie, hakuna atakayefanya mabaya asipate mabaya. Hakuna atakayepanda mahindi asivune mahindi. Hakuna atakayepanda mpunga asivune mpunga. Nasema hivi, ukipanda mabaya kwenye maisha ya watu, kama wewe kila siku naomba laana tu, naomba watu wafe, naomba watu wakatike, watakatifu wa Bwana, hiyo haiondoki kwako. Ndio maana Daudi alipomuua Uria, upanga uliondoka nyumbani mwake. Nyumba yake ilikuwa na furaha tena. Daudi akuishi maisha mazuri tena kama alivyoishi maisha bora wakati kabla hajatenda dhambi na mke wa Uria na kumuua Uria. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Nafundisha hivyo kwa sababu naishi mimi hayo kwenye maisha yangu. Ndio maana hata naye nitafuta ubada nipatia wapi? Uwezi kunipata, maana si wazii mtu kinyume, siendi kinyume na mtu. Nini? Mimi nimeungana na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Hebu niona naye sema nimeungana na mapenzi ya Mungu Baba kweli. Amen. Hata yule aliyekunyonga ndotoni. Amen. Hata yule aliyekulisha chapati ndotoni. Amen. Amen. Hata yule aliyekunywesha uji ndotoni. Amen. Hata yule aliyekukaba ndotoni. Amen. Basi pigia Bwana vigelegele kama ni kweli. Hebu soma sura ya 20. Ndipo wana wa Israeli walipotoka na mkutano ukakutanika kama mtu mmoja kutoka Dani hata Berisheba pamoja na nchi ya Gileadi, wakakutanikia Bwana huko Mispa. Hao wakuwa watu, maana wakuwa kabila zote za Israeli wakajidhuhurisha katika huo mkutano wa watu wa Mungu
watu waume 400,000 waendao. Mkutano wa watu wa nani? Watu wa Mungu. Maana kumbuka ya kuwa watu hao walinuia mema, watu hao waliungana na sheria ya Mungu, maana walitaka ushauri ama kushauriana ili wapate kujua ya kuwa ni nani aliyefanya jambo hilo, ili wafanye utakaso. Lakini utakaso ungetokea baada ya kufanya nini? Baada ya wale watu kuuawa. Maana kumbuka ya kuwa kwenye Agano la Kale ilikuwa jino kwa jino, jicho kwa jicho, chibuo kwa chibuo, uhai kwa uhai. So ilibidi itolewe uhai wa wale watu. Baada ya hapo ndipo sasa pangefanya nini? Nchi ingetakasika. Ndio maana wanakutana mahali palipowekwa jina la Bwana. Lakini kwa wakati huo jina la Bwana, sanduku la agano litoka Shilo, ilikuwa wapi? Tutaona ilikuwa wapi. Hebu twende. Wenye kutumia upanga. Basi wana wa Benjamini walipata habari ya kuwa wana wa Israeli wamekwea kwenda Mispa. Wana wa Israeli wakasema, tuambieni huo uovu ulikuwaje ukutendeka? Huyo Mlawi, huyo mume wa mwanamke aliyeuawa, akajibu na kusema, mimi nilifikiria Gibea ulio wa Benjamini. Mimi jamaa anajielezeka itwa sasa. Hakuna jambo inayojificha. Ndio maana wanasema hivi, ukifanya jambo gizani, ukimtenda mtu mabaya gizani, giza ina masikio, giza ina macho. Unaweza ukadhani kabisa hakuna aliyekuona, lakini inawezekana kuna na mtu pia alikuwa ananyata kwenye giza, naye yuko kwenye biashara zake, akasema Saganda huyo wewe. Usidhani ya kuwa hakuna wale wanagiza. Kuna wanagiza wanayetembea kwenye giza, macho yao inawaka kama ya nyau, macho yake inawaka. Ndio maana jihadhari sana unapotenda mabaya, jua Mungu yuko pembeni mwako. Unapotembea kwenye giza, umejua mabaya mengi hutendeka kwenye giza, lakini mimi napenda sana giza, maana giza ina macho. Unajua kama giza ni ufalme, giza ni utawala. Ndio maana Bwana akafanya nini? Akaifanya giza kuwa nini? Nuru kuwa ni mchana. Ina maana giza ikatawala usiku, nuru ikatawala mchana. Ndio maana watawala wa giza wanakuona, watakuaibisha. Mimi napenda sana jambo hili. Shetani wewe mbebe tu kwenye mgongo wako, abebeki huyo. Atakuchafua huyo, atakutapikia huyo, mtapikaji huyo, atatapikia nguo zako huyo. Jihadhari na shetani. Shetani ana wema, hata kama ukimpa chips na sausage wala hawezi kukutukuza na kukushukuru. Atakuaibisha vibaya mno, utajuta. Tukae mbali na shetani, watakatifu wa Bwana. Shetani anaibisha watu huyo. Napenda Mungu kwa sababu Mungu yeye huwa anakweza watu na kuinua watu juu, lakini shetani atakushusha. Hebu twende. Mimi na suria yangu ili tulale, nao watu waume wa Gibea wakaniondokea na kuizingira hiyo nyumba pande zote juu yangu wakati wa usiku. Walidhani kuniua, na suria wangu wakamtweza nguvu hata amekufa. Basi nikamtoa huyo suria yangu na kumkata vipande na kumpeleka katika nchi yote ya urithi wa Israeli, kwa sababu wamemtenda maovu makuu na upumbavu katika Israeli. Angalieni ninyi wana wa Israeli nyote, sasa toeni maneno na mashauri yenu. Sikia jamaa huyo anapochochea moto huyo. Anasema nilimua sasa jamaa wote. Ndio maana alitawanya vipande vya yule suria wake kwenye urithi wa makabila 12. Lakini sasa anawashawishi sasa watoe sasa maamuzi, akijua pale ya Yesu alikuwa ni Mlawi, anajua sheria, alijua kabisa ya kuwa damu iliyomwagwa na ikajulikana, ilitakiwa wale waliyetenda wapate kuangamizwa. Hapo ndipo itakazwe nchi. Umeona sasa, alikuwa mjanja yule, alikuwa na sheria yule mtu. Hebu twende. Basi watu hao wote waliinuka kama mtu mmoja, wakisema, hakutakwenda hata mmoja nyumbani kwake, wala hakutaondoka hata mmoja kwenda nyumbani kwake. Lakini jambo tutakalowatenda watu wa Gibea ni hili: tutakwenda kwa kura kwenda kupiga, nasi tutatoa watu 10 katika 100 katika kabila zote za Israeli, na watu 100 katika 1000 na watu 1000 katika 10,000, ili waende kuwatolea watu chakula, kwamba hapo watakapofika Gibea ya Benjamini wapate kutenda mfano wa upumbavu huo wote waliotenda wao katika Israeli. Basi waume wote wa Israeli walikutana pamoja juu ya mji huo
mmoja. Kisha kabila ya Israeli wakakutana watu waende katika kabila yote ya Benjamini, wakasema, je, ni uovu gani huu uliokuwa kati yenu? Basi sasa watoeni watu hao mabarazuli walio katika Gibea, ili kwamba tupate kuwaua na kuondoa uovu katika Israeli. Umeona sasa? Hiyo ndio Torati ilivyokuwa inasema. Ilikuwa inasema uhai kwa uhai. Ndio maana mtu aliyeua mtu alitakiwa na yeye uhai wake. Ina maana mtu aliyeua kwa kusudia, yeye ilitakiwa na yeye auawe. Hapo ndipo ile damu ya mtu aliyemwagwa pasipokuwa na tia ingepata kutakasika. Lakini kumbuka, aliyeua pasipo kusudia alitakiwa yeye akimbilie mji wa nini? Mji wa makimbilio. Na katika mji wa makimbilio pale angejaribishwa ionekane kama ni kweli aliua pasipo kusudia, basi alitakiwa akae kwenye mji wa makimbilio mpaka aje afe nani? Kwani mkuu anaishi miaka 100 na ina maana umefungwa maisha. Ndio maana hakuna jambo jipya hapa chini ya mbingu. Unajua, umeona miji ya makimbilio ambayo mtu aliyeua pasipo kusudia alikuwa nakaa kule mpaka kuani aje afe. Ndio sasa hivi gereza, ukiua pasipo kusudia, hiyo inaitwa manslaughter. Manslaughter ina maana unafungwa nini? Maisha. Lakini mada, ukiua kwa kusudia, mada ina maana unafanywaje? Unauawa. So hakuna jambo jipya. Haya yote unayoona yote yaliwahi kuwepo. Ndio maana Suleimani katika kitabu cha Mhubiri asema ya kuwa yote yaliyopo chini ya mbingu unajua yalishapita. Usione watu wanafunga suruali kwenye vifua vyao. Watu walikuwa wanafunga hivyo zamani. Usione sasa hivi watu wanachora suruali ambayo inakuwa kama sketi. Huku kama sketi ni pana. Suruali inachukua kitambaa mita 8. Zilikuwepo. Usione unavaa zile viatu vya juu zilikuwepo. Usione sisi wanaonyesha panki. Ukiangalia picha watu waliopiga mwaka 1950 utakuta watu walichonga panki, sio mchezo. Usione watu wanayenyoa fidodido, zilikuwepo. Angalia zile picha zilizopigwa zamani, wale wanajeshi wa Kirumi walikuwa wamenyoa, wengine anakuwa kama ndege. Hakuna jambo jipya, haya ni marudio tu. Ndio maana tulia katika Bwana. Twende. Lakini Benjamini hakukubali kuisikia sauti ya ndugu zao wana wa Israeli. Lakini wana wa Benjamini wakakutanika huko Gibea kutoka katika miji yao, ili watoke kwenda kupiga vita juu ya wana wa Israeli. Hao wana wa Benjamini waliohesabiwa siku ile kutoka hiyo miji, watu waume 26,000 waliotumia upanga, zaidi ya hao waliokaa Gibea, ambao walihesabiwa watu wateule 700. Katika watu hao wote walikuwapo watu waume 700 waliochaguliwa, wenye shoto. Kila mmoja alikuwa anaweza kujipea unywele mawe kwa kero, wala hawakikosa. Umeona sasa? Hawa wa Benjamini walikuwa wataalamu wa shoto. Kuna mwamuzi mmoja aliyekuwa shoto. Huyu mwamuzi alikuwa ni wa Benjamini. Sijui kama unaweza kumkumbuka. Nani? Ehudi alikuwa ni Benjamini, tena wa shoto. Bwana, hawa wa shoto wangeweza kutumia kombeo, yani anarusha jiwe, hata unywele anaulenga. Unywele anaweza kulenga na mawe. Lakini sasa eti walikuwepo watu 700 ambao ni shoto hao. Wao habari zao ni kulenga. Ndio maana wa Benjamini walijiona wako vizuri sana. Lakini utaona mara ya kwanza wanapigwa Waisraeli, mara ya pili wanapigwa, mpaka wataenda kupata toba ya kweli mbele za Bwana. Hapo ndipo sasa wataweza kuwashinda wa Benjamini. Lakini Benjamini ilikuwa ni kabila watu wachache sana. Uchache wa watu haiwezi ikafanya watu wasifanye mambo makuu. Ndio maana watu ambao ni wachache wanaweza kufanya mambo makubwa. Waliwapa shida sana Waisraeli wa Benjamini, lakini walikuwa vizuri sana. Hao watu wa shoto tu wakirusha jiwe, ikirushwa jiwe mawe 700. Hebu twende. Na watu wa Israeli mbali na hao wa Benjamini waliohesabiwa kuwa watu waume 400,000 wenye kutumia upanga, hao wote walikuwa ni watu wa vita. Umeona, wa Benjamini walikuwa ni watu 26,000, lakini Waisraeli walikuwa ni watu 400,000.
Lakini pata picha, watu 26,000 na wanapigana na watu 400,000. Wabenjamini walikuwa vizuri sana kivita, lakini sasa mbona wakuwaondoa wale mabaki katika taifa la Israeli? Wabenjamini ndio waliyekuwa na sehemu ndogo kabisa, kiasi kwamba walikuja kumezwa na Wayuda. Wayuda wakawazunguka. Ndio maana hata kipindi cha taifa la kaskazini kujitenga na la kusini, Wabenjamini wao walibaki katikati ya Yuda. Huo nguvu aliyekuwa nao, mbona hawakuitumia vizuri? Unawezekana ukawa na nguvu ya kufanya kazi, fanya kazi. Ukiwa na nguvu ya kuhubiri, ukiwa na nguvu ya kucheka, cheka. Yawezekana kucheka kwao kakuongezea maisha. Hujui kama kucheka ni uhai. Nguvu hiyo hawakuitumia vizuri. Nguvu hiyo wanaitumia tu kwenye kutweza masuria wa watu, si ndio? Nguvu yako naitumiaje? Anza kutumia nguvu yako vizuri, ili ulete utukufu kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Ongea yako, ongea neno la Mungu. Cheka yako, ongea neno la Mungu, na hakikisha watu wanajua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wana Israeli wakainuka wakakwea kwenda Betheli, nao wakataka shauri kwa Mungu, wakasema, ni nani atakayekwea kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Tayari watu hao wanatafuta neno kwa Mungu, na kura inawachagua wa Benjamin ili waongoze mstari wa mbele. Hebu twende haraka, twende. Basi wana Israeli waliondoka asubuhi, wakapanga hema zao juu ya Gibea. Watu wa Israeli walitoka ili wapigane na Benjamini, nao watu wa Israeli wakaviandaa vita juu yao huko Gibea. Wana wa Benjamini wakatoka Gibea wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Lakini watu wa Israeli walijitia nguvu, wakaviandaa vita mara ya pili mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza. Wana Israeli wakakwea juu ya kulia mbele za Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana akisema, je, niende nikaribie tena kupiga vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweeni mwende kupigana naye. Basi wana Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamini siku ya pili. Benjamini alitoka kupigana nao kutoka Gibea siku ya pili, wakaangamiza hata nchi watu 18,000 tena katika watu wa Israeli. Hao wote walikuwa wenye kutumia upanga. Ndipo wana Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana. Wengi wamepigwa, hawajapigwa? Israeli wamepigwa na watu wachache, kabila Benjamin. Walipopigwa wanarudi kule Betheli. Je, Shilo ilikuwa wapi kwa wakati huo? Tayari sanduku la agano ilikuwa Betheli. Umeona sasa? Lakini wanakwenda kulia pale, watalia, watapigwa tena. Nasema watakatifu wa Bwana, Mungu ni mwanzo na mwisho. Sema, Mungu ni mwanzo na mwisho. Mungu ni mwanzo na mwisho. Kuna wakati Mungu anakuwa nawe hapa mwanzo. Akishakuwa nawe hapa mwanzo, akakutia moyo, akaanza na wewe, anatoweka. Hapa katikati unakuwa peke yako. Yeye anakusubiria pale mwisho, anakutumainia, anacheka kwa mwanangu, pigana. Kuna wakati mwingine magonjwa anayekutesa ni Mungu anacheka kwa ajili yako. Ni Mungu anayejivunia kwa ajili yako. Mungu akajivunia kwa ajili ya Ayubu. Ayubu kule anateseka, anatokwa na madonda. Hiyo ilikuwa ni Mungu kumjivunia nani? Yawezekana kichomi hicho ni Mungu anakujivunia wewe. Yawezekana kichwa kinachokuuma Mungu anajivunia wewe. Amen. Yawezekana haya magumu unayopitia Mungu anajivunia wewe. Amen. Akijivunia juu yako, shetani anasema kwa ondoa yote baba. Tuone kama hata nuna. Acha kununa kwa sababu unateseka. Acha kununa kwa sababu pati usingizi. Amen. Yamkini Mungu anajivunia wewe. Amen. Kujivunia kwa Mungu juu ya Ayubu, matatizo kwa Ayubu, lakini mwishoni Ayubu akapata maradufu. Nasema hivi, hakuna aliyemtumainia Mungu akaangamia. Hakuna aliyemtumikia Mungu akabaki jinsi alivyo. Mimi namtumikia Mungu, sijabaki jinsi nilivyo. Ndio maana sikuaga hivi mimi. Nilikuwa niliyedharauliwa, lakini nasema hivi, lakini mimi sasa hivi ni mtu kati ya watu. Mimi ajishushaye Bwana tamkweza. Hakuna aliyemshikilia Bwana akabakia jinsi alivyo. Nasema hivi, Bwana upenda wampendao,
na wafanyao nini? Wamtafutao kwa bidii watafanya nini? Ukimwona utabaki jinsi ulivyo. Hebu twende. Wakafunga siku hiyo hata jioni, nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha wana Israeli wakauliza kwa Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako huko siku hizo. Na Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni alikuwa anasimama mbele ya hilo sanduku. Wewe Finehasi bado upo? Basi kumbe tukio hilo halikuwepo mwisho ya Waamuzi. Tukio hilo lilikuwepo baada ya kuondoka kwa Yoshua. Maana kumbuke ya kuwa Yoshua alipokufa, kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 24, tuliona baada ya kifo cha Yoshua, tukaona mifupa ya Yusufu inazikwa, alafu Eleazari akafa. Kumbuke ya kuwa Finehasi alikuwa ni mtoto wa Eleazari. Eleazari alikuwa ni mtoto wa Haruni, na Eleazari ndiye aliyechukua nafasi ya nani? Ya Haruni. So bila shaka Finehasi ndiye aliyekuja kuchukua baada ya baba yake. Baba yake amekufa, tunaona kwenye Yoshua sura ya 24. So ina maana tukio hili kumbe ilikuwa inaandikwa, lakini pasipo kutazama wakati ya tukio. Ndio maana nasema hivi, huo ni wakati baada ya kifo cha nani? Baada ya kifo cha Joshua na baada ya kifo cha Eleazari. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Lakini muone sasa, ndio maana kuna wakati mwingine tukio la mwanzo linakwenda kuandikwa kwenye mwisho wa nini? Mwisho wa kitabu. Ndio maana kuna wakati mwingine usipokuwa makini unaweza ukashindwa kuelewa. Ndio maana Biblia imesitiriwa. Ni Roho Mtakatifu anayeweza kutufumbulia mafumbo ya Mungu. Ndio maana nasema hivi, umeona tukio hilo sasa ndio inaandikwa mwisho, lakini kumbuka Waamuzi tayari tumeshamaliza kwenye sura ya 16. Wale kipindi cha Waamuzi wale 12 imeishia kwenye sura ya 16 kwenye kifo cha nani? Cha Samsoni kama mwamuzi wa 10 na ngapi? 12. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Wakasema, je, nitoke tena niende kupigana na wana wa Benjamini? Wanatoka mara ya pili. Bwana akawaambia, haya kweeni, kwa kuwa kesho nitamtoa kumtia mkononi mwako. Basi Israeli akakwea watu wavizie kinyume cha Gibea kuzunguka pande zote. Basi wana Israeli wakakwea kwenda kupigana na wana wa Benjamini siku ya 3. Wakajipanga ili kupigana na Gibea kama walivyofanya nyakati nyingine. Nao wana wa Benjamini wakatoka waende kupigana nao, wakavutwa waende mbali na huo mji. Kisha wakaanza kupiga na kuua katika hao watu wapata. Umeona sasa, hiyo sasa ni mara ya kwanza walipigwa Waisraeli, mara ya pili wakapigwa Israeli. Wakaomba oleza, wakafunga, wakatoa na sadaka za kuteketezwa. Na kilichofuata ni nini? Tayari Mungu anasema kwa sasa kwea tena, mimi nitaitia Benjamini mkononi mwako. Lakini wanapokwenda pale wanaanza kuwavuta wa Benjamini, lakini wa Benjamini ndio wanaanza kuwapiga kwa ua. Wanauawa kwanza wa Israeli. Ndio maana ulitoka kaanzisha ile biashara, ulishindwa. Usikate tamaa, anza tena. Yawezekana ukashindwa tena, nenda tena. Na unapokwenda anza na Mungu, mwambie Bwana niende tena. Atakwambia na kumetia mkononi mwako, naenda tena. Unaweza ukaenda kuanzisha biashara mara ya 3 ukakuta ya kuwa bado sufuri, mpaka jioni umepata buku 2, mpaka jioni umepata buku 3. Unasema jameni, imekuaje sasa? Lakini jipe moyo mkuu, maana Bwana atafungua njia. Umeona sasa, Bwana ni mwanzo na mwisho. Alikuwa na Waisraeli mwanzo, tayari atakuwa nao sasa mwisho, watashinda. Hebu sema, Bwana uwe pamoja nami katika mwisho wangu. Bwana uwe pamoja nami katika mwisho wangu. Na uwe mshindi kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Kama walivyofanya nyakati nyingine katika hizo njia kuu, ambazo njia mojawapo huendelea Betheli na njia ya pili kuendelea Gibea katika shamba. Wana wa Benjamini wakasema, wamepigwa mbele yetu kama kwanza. Lakini wana Israeli wakasema, haya na tukimbie na kuwavuta wauache mji waende katika njia kuu. Basi hao watu wote wa Israeli wakaondoka mahali pao, wakajipanga huko Baali-Tamari. Na hao wenye kuvizia wa Israeli wakatoka mahali hapo walipokuwa hata Maarigeba. Kisha watu 10,000 waliochaguliwa katika Israeli wote wakaja juu ya Gibea. Na vile vita vilikuwa vikali sana, lakini hawakujua ya kuwa uovu ulikuwa karibu nao. Bwana akampiga Benjamini mbele ya Israeli, na wana Israeli waliangamiza watu waume 25,100. Na Benjamini siku hiyo wote hao waliokuwa wenye kutumia upanga.
Basi wana wa Benjamini waliona kuwa wamepigwa, kwa kuwa watu wa Israeli wakaondoka mbele ya Benjamini, kwa sababu walikuwa wanawatumainia hao wenye kuvizia waliokuwa wamewaweka kinyume cha Gibea. Hao wenye kuvizia wakafanya haraka wakaurukia Gibea, na hao wenye kuvizia wakaenda wakaupiga huo mji wote kwa makali ya upanga. Basi hiyo ishara iliyoaganwa kati ya watu wa Israeli na hao wenye kuvizia ilikuwa ni hii, kwamba wafanye lipande wingu kama la moshi kutoka katika huu mji. Nao wote wa Israeli walipogeuka katika vile vita, Benjamini naye akaanza kupiga na kuwaua watu wa Israeli kama watu 30, kwani walisema, hakika yetu wamepigwa mbele yetu vile vile kama katika vile vita vya kwanza. Maona sasa tayari waviziaji wao walikuwa wanavizia, lakini hawa waliyetoka mbele wakapigwa kwanza watu 36, tayari wanaanza kukimbia na kuwavuta wale wa Benjamini kana kwamba wanawakimbia. Tayari wanavutwa, wanatolewa wapi? Karibu na mji wao. Walipokwenda mbali, tayari wale waviziaji wakaivamia ule mji wa Benjamini ambao ni Geboa, kisha wakaiteketeza kwa moto. Walipogeuka, wanapoona moshi unaelekea mbinguni, ndipo sasa wakaikiwa na hofu. Tayari wanaanza kugeuka, tayari wale wanakuja sasa. Hapo ndipo, hebu pata picha ya kuwa Wabenjamini wote, wanawake na watoto, waliuawa na wapiganaji walibaki watu 600. Ukitenda mabaya, hebu ona kilicho kwa Angeri. Ni wale mabaradhuli, kuwatoa baradhuli na kwenda kuoa wote, ipi ilikuwa bora? Usiungane na mtu anayetenda mabaya. Ni mume wako anatenda mabaya, mwambie mume wako. Ni mtoto wako, mwambie mtoto wako. Ni shangazi yako, mwambie shangazi, unachofanya ni kibaya. Kuna wakati mwingine mbaya anayefanya mume wako ndiye anayefanya familia yako inapiga mark time kila siku. Yawezekana anayefanya yule kaka yako ndiye anayefanya familia yenu inapiga mark time. Yawezekana mtu mmoja kwenye ukoo, mambo anayefanya utapeli ndiye anayefanya ukoo yenga. Na sema hivi, Wabenjamini laiti wangejua, wakatoa wale mabaradhuli, wakauawa, ikafanya utakaso, wangeishi. Lakini kumbuka ya kuwa watoto wao wanateketezwa, wake zao wanateketezwa, na wao wakafanya nini? Wakauawa kwa upanga. Hebu twende. Lakini hapo hilo wingu lilipoanza kupanda kutoka katika mji kama nguzo ya wingu, kama nguzo ya moshi, ndipo Wabenjamini wakaangalia nyuma, na tazama, huo mji mzima ulikuwa wapaa juu katika moshi kwenda mbinguni. Ndipo watu wa Israeli wakageuka, na watu wa Benjamini walistushwa, kwa kuwa waliona ya kwamba wamefikiliwa na uovu. Kwa hiyo wakageuza maungo yao mbele ya wana wa Israeli kuelekea njia ya kwenda Ikani. Lakini vile vita vikawaandamia kwa kasi, na hao waliotoka katika ile miji wakawaangamiza katikati yake. Waliwazingira wa Benjamini pande zote na kuwafukuza na kuwanyang'anya, wakanyaga hapo walipopumzika hata kufikiria Gibea upande wa mawio ya jua. Wakaanguka watu wa Benjamini, watu 18,000, hao wote waliokuwa ni watu waume mashujaa. Kisha wakageuka na kukimbia upande wa nyika hata kufikiria jabali la Rimoni, nao wakaokota katika watu hao katika njia kuu watu waume 5,000, wakawaandamia kwa kasi mpaka Gidomu, nako wakawapiga wengine hao watu 2,000. Basi jumla ya watu wa Benjamini walioanguka siku ile walikuwa ni watu 25,000 waliokuwa wanatumia upanga. Wote hao walikuwa ni watu mashujaa. Lakini watu waume 600 wakageuka wakakimbia upande wa nyikani mpaka jabali la Rimoni, wakakaa kwenye hilo jabali la Rimoni muda wa miezi 4. Kisha watu wa Israeli wakageuka tena kuwaendea wana wa Benjamini, wakawapiga kwa makali ya upanga huo mji mzima na hao wanyama wa mji na kila kitu walichokiona, tena miji yote walioiona wakaitia moto. Umeona sasa, hasira ni hasara. Baada ya kupiga wale wapiganaji wanajeshi na wakabaki watu 600, wakageuka wakaiendea ule mji wa Benjamini ambao ni Geboa, iliyekuwa ni miji ile ilikuwa inajengwa, nakuta mji umejengwa inayo milango na watu wote wanakaa kule. So wakaenda sasa kwa hasira, wanaua watoto na wanawake na wanyama na mifugo yote. Yaani
kwani wakateketeza kila kitu na kuapa ya kuwa hawatawapa wanawake waliyebaki wale watakatifu wa Bwana. Tuwe na huruma, hasira yako iwe na nini? Yakobo akasema hivi, upanga wa Simeoni na Lawi ilikuwa jeuri, wala hasira yao haikuwa na huruma. Pale ambapo umekasirika kuhusu mwenzako, hasira yako iwe na nini? Na huruma. Usitende zaidi ya hapo. Umeona tayari wale watu wakujua kama taifa la Israeli litengenezwa na makabila 12. Moja kati ya kabila ilikuwa ni Benjamin. So mnapotaka kuamaliza, ina maana kabila hilo mnataka kuifuta. Wanataka kujitambua sasa. Hebu tuende kwenye sura, hebu soma nyuma hapo sura 21. Sura 21 usome ili tupate kuona ya kuwa sasa itakuwaje. Lakini wacha nikwambie watakatifu wa Bwana, siku zote hasira ni hasara. Ndio maana watakatifu, mtu asiyeweza kujitawala, huyo mtu ni mtu ambaye mabaya huwa anampata. Ndio maana majibu ya upole huleta nini? Huleta amani. Kuna wakati mwingine watakatifu wa Bwana uwe mwoga. Kunguru mwoga anaishi miaka mingi, si ndio? Usijidaidai ya kuwa wewe jambo dogo umeshakuja juu kama moto wa kifuu. Omba watu msamaha. Mtu amekukanyaga mguu kwenye daladala, mwambie samahani. Atasema, dada wewe, hii ndio tukanyaga na unaniomba msamaha. Unasali wapi huko? Je, hajaja kanisani? Hebu tutende mema. Hiyo ni njia ya kuongoza watu kwenye ufalme wa Mungu. Bila shaka. Basi watu wa Israeli walikuwa wameapa huko katika Mispa wakisema, hapana mtu awaye yote kwetu sisi atakayemuoza binti yake kumpa Benyamini. Basi hao watu wakafikiria Betheli, wakaketi huko mbele ya Mungu hata jioni, nao wakainua sauti zao na kulia sana, wakasema, Ee Bwana Mungu wa Israeli, kwani jambo hili kuwa katika Israeli ya kwamba hivi leo ni kabila moja limepunguka katika Israeli? Kisha ikawa siku ya pili yake, hao watu wakaamka asubuhi na mapema, wakajenga madhabahu huko, wakasongeza sadaka zao kuteketezwa na sadaka za amani. Wana wa Israeli wakasema, katika hizi kabila zote za Israeli ni ipi isiyofika katika makutano kumkaribia Bwana? Umeona sasa, tayari majuto yanakuwa nini? Mjukuu. Tayari watu hao wanakumbuka kuwa, je, kabila moja inakosekana, lakini watafanya nini? Ndio hapo sasa wanakumbuka ya kuwa kuna watu 600 ambao wako mahali ambao wa Benjamin, lakini tayari wameshaapa pale mbele ya madhabahu ya kuwa hawatawapa mabinti zao. So watakwenda kutafuta watu ambao hawakuja pale kwenye ushirikiano ule ambao inakwenda kupatikana. Watu fulani watakwenda kuwapiga na kupata mabinti 400. Lakini kumbuka ya kuwa takatifu Bwana, hata ushirikiano wewe usiwe mtu ambao umeokoka hata pale mtaani unapokaa. Yaani jamii tukutane wanamtaa, mimi sitaki bwana. Mabaya atakupata. Wana kijiji chako wanakuita, jamii tuko mjini hapa tukutane, tuonane sisi tunatoka Iringa, unashupaza shingo. Wewe ni wa Iringa tu wewe. Wewe wa Iringa tu wewe, huwezi kubadilika. Dar es Salaam wewe ni wewe ni mtu aliyekuja tu wewe. Ushirikiane na wenzako. Umeona sasa, wale ambao wakushirikiana utaona kitakachowapata. Ndio maana kuna wakati mwingine watakatifu wa Bwana, umoja wa watu, Mungu anakuwepo katikati yao. Ndio maana unapoitwa kwenye mtaa wako ama eneo nao kaa ya kuwa watu wanakutana, nenda. Usiwadharau kwa sababu wewe umeokoka. Shiriki habari za wale ndugu zako hata mabaya. Usijitenge. Tumefundishwa kinyume. Tumetenganishwa na ndugu zetu. Hao ni ndugu zetu ambao sisi ni sehemu yao. Kuna wakati mwingine wewe ndio msaada kwenye ndugu zako. Ingekuwaje Yusufu kama angekaa mbali na ndugu zake akakataa kuwasaidia? Wakati kupitia Yusufu taifa la Israeli litakuwa ijengwe pale Misri. Sema mimi ni Yusufu. Mimi ni Yusufu.
kwa kabila langu. kwa kabila langu. Mimi ni Yusufu Mimi ni Yusufu wa mkoa wangu. wa mkoa wangu. Mimi ni Yusufu Mimi ni Yusufu wa ukoo wangu. wa ukoo wangu. Mimi ni Yusufu Mimi ni Yusufu wa familia yangu. wa familia yangu. Hebu punga mkono useme haleluya. Haleluya. Basi wewe ni Yusufu. Yusufu hakuaga mchoyo. Yusufu hakujipendaga mwenyewe. Yusufu alilisha ndugu zake mpaka akafa. Alilipa mabaya kwa mema. Hebu twende. Kwa maana walikuwa wameweka kiapo kikuu katika habari za huyo asiyefika kumkaribia Bwana huko Mispa, huku akisema, hakika yake atauawa huyo. Nao wana wa Israeli wakagairi kwa ajili ya ndugu yao Benjamin. Wanagairi lakini tayari wamechelewa. Wakasema, kabila moja imekatiliwa mbali na Israeli hivi leo. Tutafanyeje asisi ili tuwapatie wake hao waliosalia, kwa kuwa tumeapa kwa Bwana ya kwamba hatutawapa binti zetu ili wawaoe? Basi wakasema, ni ipi katika kabila za Israeli ambayo haikufikia mbele ya Bwana huko Mispa? Na tazama, hakuja mmoja Maragoni aliyetoka Yabeshi Gileadi aufikirie huo mkutano. Tayari wale wa Yabeshi Gileadi hawakuja pale Maragoni pale Mispa. Ina maana hawakutoa ushirikiano pale ambapo palipopigwa mbiu ya kuwa Waisraeli wote wakusanyike ili washauriane cha kufanya. Umeona sasa? So hawa wa Yabeshi hawakwenda sasa. Tayari hawakutoa ushirikiano na mabaya na kwenda kuwapata. Ndio maana sema kwa takatifu wa Bwana, usijitingi sana. Usijitingi sana. Hata kazini uwe katika ule umoja uwepo. Mstari wa 9, kwa maana hapo watu walipohesabiwa hakuwapo hata mtu mmoja katika wenyeji wa Yabeshi Gileadi. Basi mkutano walipeleka huko watu 12,000, na hao waliokuwa mashujaa sana. Kisha wakawaamuru wakisema, endeni mkawapige wenyeji wa Yabeshi Gileadi kwa makali ya upanga, na hata wanawake na watoto wadogo. Na jambo mtakalotenda ni hili, mtamwangamiza kila mume kabisa, na kila mwanamke ambaye amelala na mume. Nao wakapata katika wenyeji wa Yabeshi Gileadi wanawali 400 ambao hawamjui mtu mume kwa kulala naye. Basi wakawaleta Maragoni huko Shilo ulioko katika nchi ya Kanaani. Basi mkutano ukatuma watu na kunena na wana wa Benjamini waliokuwa huko katika jabali la Rimoni, wakawatangazia amani. Basi Benjamini wakarudi wakati huo, nao wakawapa wale wanawake waliowaponya wali hai katika hao wanawake wa Yabeshi Gileadi, lakini hawakuwatosha. Walikuwa wanawake 400, lakini wale wa Benjamini walikuwa 600. Ina maana wanabaki wawili. Nataka 200. Nataka nikuonyeshe hii habari ya 20 Silo tukapate wanawake, na nikuonyeshe kwa nini kule Uchagani kwetu mtu alikuwa anasema umemwona binti fulani wanakwenda na mbeba mzima. Umeona sasa Silo style hiyo. Hata kule kwetu Usukumani ulikuwepo, si ndio? Binti akitembea ovyo kashaolewa. Shilo style. Hebu tuende tuone leo habari ya Shilo style. Mstari wa 15. Nao watu wakagairi kwa ajili ya Benjamin, kwa sababu Bwana alikuwa amefanya pengo katika hizo kabila za Israeli. Ndipo hao wazee wa huo mkutano walisema, je, tutafanyaje ili tuwapate wake hao waliosalia? Tayari urumu umeshakuwepo kwao. Tayari watu 400 wameshapata wake. Nini wanataka? Kuinua tena kabila la Benjamin. Umeona jinsi ambayo kabila la Benjamin inainuliwa sasa. Mtu anaweza kuuliza ya kuwa ni kabila lipi ambayo waliangamizwa kidogo wamalizwe, lakini baadaye wakaja wakakuzwa tena wakakuwa ni kabila iliyekamilika. Ni kabila la Benjamin. Umeona sasa?
Ndio maana nasema hivyo, takatifu wa Bwana. Huruma sasa unakuwepo na upendo. Hakuna kitu ambacho kina nguvu kama upendo. Umejua upendo una nguvu kuliko nini? Mauti. Upendo unaongeza, wakati mauti inafanya nini? Inaondoa ama inapunguza. Hebu twende. Kwa kuwa wanawake wameangamiza katika Benjamin, wakasema lazima kuwa urithi kwa hao wa Benjamin waliopona, isiwe kabila kufutika katika Israeli. Lakini sisi hatuwezi kuwaoza binti zetu, kwa maana wana wa Israeli walikuwa wameapa wakisema, na alaaniwe huyu atakayempa Benjamini mke. Kisha wakasema, angalieni, iko sikukuu ya Bwana mwaka baada ya mwaka katika Shilo. Hizi sikukuu kumbe zilikuwepo, alafu sikukuu kumbe mabinti walikuwa wanakwenda kwenye twist. Yes. Walikuwa wanakwenda kwenye twist, watakapokwenda kwenye twist ndio watakayopata waume huko. Umeona sasa? Lakini watapenda nini? Watatekwa, watabebwa kwa nguvu. Ndio maana makabila Afrika wamefuata mambo mengi sana yaliyopo kwenye Biblia ambayo mengine ni kinyume sana. Umeona sasa? Na kuyaendekeza miaka mingi nyuma kidogo, yani watu wengi sana wameolewa hivyo, si ndio? Unabebwa mzima mzima kama mzigo, unakimbizwa tayari. Mtu anapeleka taarifa kwa bwana, unatafuta mbuzi wenyu, yuko kwetu huko. Na walikuwa yani, ukishalala huko, hata wazazi wako wanasema tayari. Lakini ni wangapi walioolewa na watu wasiowataka? Yule kako aliyekuwa na mdharau, unamsonya, unampindishia mdomo, anasema wewe cheza tu, nitakupangia dili, utabebwa mzima mzima wewe. Marangu walikuwa wanasema kuira. Kuira maana yake nini? Kubeba. Kubeba. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Je, ulibebwa ama ulibeba? Lakini umeona hiyo ni Shilo style. Hakuna kitu ambacho ni kipya. Kila jambo hapa chini ya mbingu najua ilishapita. Mimi najua hata kule Ujaluoni, kanda ya ziwa yote, wengi jambo hili lilikuwa kawaida sana. Wengi wameoa hivyo. Shilo style. Unapiga tu mtama, unakuwa umeana vijana walikalaka. Unapiga mtama, wanabeba. Lakini sasa hebu pata picha kwa jinsi gani ambao watu walikuwa wanaolewa na watu wasiowataka, si ndio? Ndio maana ndoa nyingi zilikuwa zinakuwa ndoano. Hili umebebwa kama gunia. Hii inaonyesha jinsi gani ambao watu walikuwa naunga mabaya mkono. Amina. Hebu twende tuone Shilo style. Ulioko upande kaskazini wa Betheli, upande wa mashariki wa hiyo njia kuu iendayo kutoka Betheli kwenda Shekemu, nao ni upande wa kusini wa Lebona. Basi wakawaagiza hao wana wa Benyamini wakisema, hao wana wa Benyamini wale waliobaki 200 ambayo hawakupata, wale 400 tayari wameshatulia na wake zao, lakini wale wakapewa, kwa sababu wakapigwa kule ya Beshgeriadi, kupigwa wale mabinti ambao walikuwa hajajua wanaume, wakabebwa 400, wakapewa wa Benjamini 400. So wa Benjamini 200 ndio sasa wanaambiwa kwa waingie kwenye mashamba ya mzabibu waotee. Sasa watakatifu wa Bwana, ndio wasio kuotea wewe. Ndoa ni makubaliano kati ya watu. So ukisema watu wale hizo kama mume na mume ama mke na mke, sema nini? Jinsia tofauti, mume na mke. Usiseme watu wawili. Ukisema watu wawili unaweza kusema bwana mume na mume. Hakuna ndoa kama hiyo mume na mume ama mke na mke. Kuna ndoa ya mume na mke. Hebu twende. haya, endeni mkaotie katika mashamba ya mizabibu, mkaangalie, kisha tazameni kwamba hao binti za Shilo watoka ili wacheze katika hiyo. Wewe ni binti wa Shilo? Ndoa yako ni ya Shilo? Na sikia tukitangaza kwanza sana kwenye vyombo vya habari, nenda Shilo pate mwanamke. Unajua Shilo style? Unajua muondoko wa Shilo? Ilikuwa ni miondoko ya kuvizia. Sio kama unaambia watu waje Shilo wapate wanawake, wanakwenda kuvizia kwenye mashamba ya mzabibu. Je, hizo ndoa zitakuwa ndoa kweli ama ndoano? Ndoano hizo. Watakatifu wa Bwana, ndoa inawezekana ikageuka ikawa ni jehanamu, moto jehanamu. Ndio maana watu ambao hawajaoa wanatamani sana waingie kwenye hiyo tashishi.
lakini watu ambao washaoa wanatamani ya kwenye kuwa inarudishwa nyuma, angalau atoke kwenye hiyo tashishi kabisa. Lakini anafanya nini? Anachukia kweli kweli, lakini kukicha utamuona anaenda kazini, jioni yupo akajaa kama pishi la pilau. Unachukia lakini nini? Ndio maana jitahidi uombe Mungu, mwanamke upate yule ambao wewe ni ubavu wake, mwana baba ama mwana kaka upate yule ambao ni ubavu wako. Ukipata ambao ni ubavu wako kutoka kwa Mungu, ndoa inakuwa ni paradiso ndogo. Kuna nyumba zingine ukikuta wanafanya mazoezi, mwanamama anainua vyuma, baba anapiga pressure, zinataka kupigwa. Zinataka kupigwa. Wakianza kupigwa, yani kama wewe ni jirani wao ulali. Maana vurugu usiku kucha wanapigana. Mwanamke kubali, unakuta mwanamume kafumuliwa vibaya mno. Utadhani alikuwa anakagongwa na treni, lakini mwanamama alikuwa anamharibu usiku. Mwanamama fulani, umegongwa na trakta nini? Acha kabisa. Mwanamama kainua vyuma vizuri, kamfumua kama ana akili vizuri. Hapo kuna ndoa. Hapo kuna uwanja wa mapambano. Hapo kuna uwanja wa nini? Wa masumbwi. Wanakuwa wana masumbwi huko. Manundu kibao. Hebu twende. Basi tokeni ninyi mizabibu, nanyi kila mtu na mshike mkae katika hao binti za Shilo, kisha rudini nchi ya Benyamini. Kisha itakuwa hapo baba zao au ndugu zao watakapokuja kushtaki, sisi tutawaambia, kwa ihisani yenu tupeni sisi, kwa kuwa hatukumtwalia kila mtu mkewe katika vita, wala ninyi hamkuwapa wao, au kama mtu mkewe katika vita, wala ninyi hamkuwapa wao, au kama sivyo ninyi sasa mngekuwa na hatia. Wana wa Benyamini wakafanya vivyo, wakajitwalia wake sawasawa na hesabu yao katika hao waliocheza, wakawachukua wakaenda nao, kisha wakaenda kurudia urithi wao na kuijenga miji na kuikaa. Nao wana wa Israeli wakati huo wakaenda zao, kila mtu akaenda kwa kabila yake na kwa jamaa yake, nao wakatoka huko waende kila mtu kuendea urithi wake. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli, kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Ona, siku hiyo haikuwa na mfalme, hapakuwa na nayeongoza. Kila mtu alifanya kile alichokiona inafaa kwake. Watakatifu wa Bwana, mtu aliyeumbwa na Mungu, aliyeokoka, anatakiwa asifanye kinachofaa machoni pake, bali kila anachokifanya kwanza amtangulize Mungu, ipeleke mbele za Bwana. Anza na Mungu. Hata unapoanza safari, unakwenda kupanda ndege, ndege imetengenezwa na mwanadamu. Unakwenda kupanda meli, imetengenezwa na mwanadamu. Unakwenda kupanda treni, imetengenezwa na mwanadamu. Unakwenda kupanda gari. Ndio maana kabla hujaanza safari yako, anza na Mungu. Mwambie Bwana, twende wote, usiniache niende peke yangu. Usizoe kulitia jina la Bwana kwenye tukio. Una uhakika atakuja kwenye tukio? Ondoka na Bwana, anza na Bwana safari yako. Tayari wale wanawake 200 wale mabinti 200 walitoka wapi? Wale wametoka kwenye wale walie hapa. Lakini kumbuka ya kuwa imefanywa dili ya kuwa wavizie. Unaona sasa? Kumbe watakatifu wa Bwana, sioni sasa hivi mabinti wanakwenda kwenye twist. Kumbe watakatifu wa Bwana, twist zilikuwepo enzi hizo. Inakuaje mabinti 200 wote na zaidi wao kwenye twist kule Shilo? Shilo ilikuaje? Shilo imeacha kuwa mahali pa kukaa hema ya Bwana na madhabahu ya Bwana. Shilo imebakia kuwa sehemu ya nini? Shilo ilishatoka hiyo. Watu wako Mispa na kule Betheli. Nini? Shilo ilianza vizuri, Shilo inamaliza vibaya. Ndio maana Shilo ilikuja kukataliwa na Mungu. Hebu twende sasa nikuonyeshe mambo machache. Lakini watakatifu wa Bwana, hata katika taifa yawezekana
ama mkoa ama wilaya ama watu wachache wakaiathiri maendeleo ya taifa. Umeona sasa Wabenjamini wanafanya nini? Wanaleta mabaya kwenye taifa la taifa la Israeli. Lakini pata picha ya kuwa ni mabaradhuli wachache ambao wangetakiwa wawatoe. Baada ya kuwatoa, ina maana kilichofuata ni nini? Wale watu wangefanya nini? Wangevuna walichokipanda. Maana habari za kumwaga damu, ilitakiwa damu ya mtu mwagwe. Ndio maana wakasema aje wale wa Israeli ya kuwa, enyi wa Benjamini, watoeni wale mabaradhuli ili tuwaue, alafu tuitakaze nchi. Wa Benjamini wakakataa kuwatoa, wakawa tayari, maana walikuwa wakiona wale watu 700 wasoto wanayeweza kulenga unywele, wakadhani ya kuwa watakwenda kwa nguvu zao, lakini ndugu zao wakaenenda mbele za Bwana. Nasema hivi, yawezekana wewe unatumia nguvu zako, lakini yule ambaye unamuita adui wako anakwenda mbele za Bwana. Je, unakwenda mbele za Bwana, unakwenda kwa nguvu zako? Mambo machache hapa kabla sijamaliza. Maadili yaliharibika ndani ya kila kabila. Umeona sasa, Wabenjamini wakiwa ni mfano uliye hai ambayo wanaleta utata katika nchi. Lakini kumbuka ya kuwa hawa ndio watu Musa tuliona katika ile Kumbukumbu sura ya 32, Mungu akimwambia kuwa watu hawa wataniacha na mimi nitafanya nini? Nitawapeleka mbali, nitawauza kwa maadui zao. Ukimwacha Mungu, yawezekana akakutoa mbali na yeye. Kaa karibu na Mungu. Mabaradhuli tumeona ya kuwa walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatenda mambo mabaya. Of course, miji mikubwa inakuwa na watu ambayo wako kwa ajili ya kutenda mabaya. Lakini sisi kama wana wa agizo kuu, usisite kuomba kwa ajili ya eneo lako, mtaa wako, mji wako, taifa lako, ili watu wabaya wanayeweza kupeleka taifa katika pabaya wasiwepo. Amina, watakatifu wa Bwana. Ni vizuri katika mfungo wako omba kwa ajili ya taifa letu. Hata hii roho ya uwizi, roho ya uvamizi, roho ya umwagaji wa damu, tuombe na kufunga hizo roho. Ni mimi na wewe ndio wa kuombea taifa. Umeona, tusiishie kulaumu tu, bali tuombe. Sema, nitaomba kwa ajili ya taifa langu. Nitaomba kwa ajili ya taifa langu. Anza haraka iwezekanavyo kwa jina la nani? Yesu. Hawa mabaradhuli waliungwa mkono na Wabenjamini. Lakini hebu tuone, je, jambo hilo lilitajwa kwenye Biblia mpaka baadaye? Hebu tuende kwenye kitabu cha Hosea 9. Soma Hosea 9:9, alafu soma Hosea 10:9. Tuone kwa jambo hilo la Gibea ilikuja kutajwa mpaka baadaye. Ni jambo iliyokuja kubakia kuwepo kwenye historia. Kitabu cha Hosea sura ya 9 mstari wa 9, na wewe Hosea utasoma 10:9. Wamejiharibu mno kama katika siku za Gibea. Umeona, imetolewa mfano, maana hiyo ilikuwa ni mfano mbaya. Umeona kwenye Biblia, ukiona mtu ama eneo inatolewa mfano wa mabaya, basi ilikuwa ni mbaya kweli. Kuna jina la mtu ambaye mfalme aliyetenda mabaya anaitwa Yeroboamu mwana wa Nebati. Ukienda kwenye vitabu vya vinavyohusu wafalme kule kwenye Wafalme pamoja na Samueli, utaona kabisa Wafalme na Mambo ya Nyakati, utaona kabisa inatajwa kuwa alitenda mabaya kama baba yake Yeroboamu mwana wa Nebati, akawa ni mfano wa mabaya. Daudi akawa ni mfano wa mema na mazuri. Tayari Gilboa inabakia kuwa ni mfano wa mabaya kweli kweli. Hebu tuende. Israeli umefanya dhambi tangu siku za Gibea. Umeona tayari? Nataka tuone kabisa kuwa neno likitajwa zaidi ya mara moja kwenye Biblia, ina maana imedhibitika. Ni kweli tukio la Gibea ilikuwa ni mbaya sana. Watu hao walimwacha Mungu. Watu hao walikwenda mbali na Mungu. Ukienda mbali na Mungu, jihadhari sana, maana mabaya unakuwa unakaribia mabaya. Ukitoka karibu na Mungu, ukienda mbali na Mungu, unakaribia mabaya. Ukimkaribia Mungu, unakuwa mbali na nini? Na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Suria alikuwa ni mwanamke katika Agano la Kale aliyoolewa kihalali na mtu, lakini alipewa sifa ndogo zaidi ukimlinganisha na mke halisi. Umeona, alikuwa anaolewa, Torati iliweka hivyo. Hebu tuone
alikuwa anakuwa ameolewa. Hebu tuone, hebu soma Kutoka 21 anzia mstari wa 7 uone habari za suria. Kwenye Torati iliwekwa, maana Torati ilikuwa ni kwa ajili ya wote waliokuwepo katika eneo la Israeli, ama waliyenunuliwa, ama waliozaliwa pale, ama waliyekuwa wana wa agano, ambayo ilikuwa ni agano la tohara. Kutoka 21 mstari wa 7. Mtu akimuuza binti yake awe kijakazi, atatoka yeye kama mtumwa wa kiume atokavyo, kwamba bwana wake akupendezwa naye akiwa amemkosa, ndipo atakubali akombolewe. Ana amri yeye kumuuza aende kwa watu wageni, maana amemtenda kwa udanganyifu. Umeona sasa? Ndiyo maana unakuta mtu walikwenda vitani. Umeona sasa, ana mke wake, lakini ni walikuwa watu wenye shingo ngumu. Ndiyo maana habari hiyo tangu mwanzo wa watakatifu wa Bwana hakuna kwenye Biblia, nimefanya utafiti, ya agano la kale ambayo ilipitishwa ya kuwa mtu aoe watu wangapi? Nimefanya utafiti, na mtu yoyote ambayo yuko tayari kunipa changamoto, challenge, ajitokeze anionyeshe kwenye Biblia sehemu iliyoandikwa kwenye agano la kale ya kuwa mtu awe na wake wawili. Hakuna. Hata wafalme. Je, hatukuona kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 14 mpaka 19 ya kuwa mfalme na asiwe na wake wengi, wasije wakafanya nini? Wakamgeuza moyo. Kama mfalme hakutakiwa kuwa na wanawake wengi, je, mtu wa kawaida